Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wetu mpendwa wa Masjid Mtoro Online TV, lakini pia na Dr. Sule TV, pia bila kuwasahau ndugu zetu wa ZVP Online TV. Leo tukiwa katika ardhi ya mkoa wa Tabora, tukiwa tumefanya safari kutoka katika jiji la Dar es Salaam, takriban kilomita 874. Lengo na madhumuni, tumefanya safari kwa ajili ya ziara maalum kupitia taasisi ya Islahi Islamic Dua Center inayopatikana jijini Dar es Salaam, taasisi ambayo inaongozwa na Alhaji Dr. Sule, ambapo tumefunga safari na kuja katika ardhi ya mkoa wa Tabora kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu ambao wapo katika mazingira magumu. Kuna ndugu zetu Waislamu, wewe ukiwa nyumbani hapo naftari na ndugu zako na familia yako, lakini kuna familia ambazo zimesahaulika na jamii ambayo imesahulika. Nazungumzia ni watu ambao wapo katika kaya maskini. Na leo hapa kama unavyoona katika gari, kuna baadhi ya swadaka ambazo zimepitia katika taasisi ya Islahi Islamic Dua Center ambayo inaongozwa na Alhaji Dr. Sule kutoka katika jiji la Dar es Salaam, ambapo imechukua dhamana ya kupokea swadaka kutoka kwa ndugu zetu kutoka katika ardhi ya Marekani kule, ambao wamechangishana kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu ambao wapo katika mazingira magumu. Lakini pia kuna ndugu zetu wa familia kutoka nchini Omani ambao pia nao wamechangishana kiasi cha shilingi 400,000 kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu ambao wapo katika mazingira magumu. Na hapa tukiwa tupo Tabora mjini sasa, tukianza safari kuelekea katika kijiji cha Iyombo, takriban kilomita 16 kutoka hapa manispaa ya Tabora. Ni kuombe tuungane kwa pamoja. Langu jina ni Ustadhi Saidi Zuberi, nyuma ya kamera tunaye Ustadhi Abeidi. Karibu mtazamaji wa Masjid Mtoro Online TV, Dr. Sule TV na ZVP Online TV. Kama nilivyoweza kukupa habari mwanzoni, na hapa tupo na Alhaji Dr. Sule, na kama unavyoona bado yeye akiwa yupo katika gari, na hapa ndio tunakusudia sasa kuanza safari kuelekea katika kijiji cha Iyombo. Kama nilivyoweza kukwambia, tumesafiri takriban kilomita 874, na hapa tukiwa tumebakiza takriban kilomita 16 kufika katika kijiji cha Iyombo, ambapo tunakwenda kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu ambao wapo katika mazingira magumu. Na huko katika kijiji hicho mwenyeji wetu ni Sheikh wa mkoa wa Tabora, Alhaji Sheikh Ibrahim Mavumbi bin Ali Feruzi. Tupo na Alhaji Dr. Sule, ataweza kutueleza dhamira kwa nini kaamua kuyafanya haya na msukumo gani ameupata kutoka Dar es Salaam mpaka kuja kuwakumbuka ndugu zetu waliopo katika mazingira magumu. Alhaji Dr. Sule, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kusafiri kipindi chote, na leo tutaweza kufanya ziara hii ya kuelekea katika vijiji ambavyo vitakwenda kutolewa sadaka ambayo tunakwenda kusaidia watu ambao wana hali ngumu katika hali ya kimaisha. Ziara hii au tukio hili tunalifanya kutokana na changamoto ambazo nimeziona tukiwa safarini kwa kipindi cha takriban miezi miwili na nusu sasa. Tangu tarehe 1 mwezi wa 3 tulianza safari katika mikoa mbalimbali na katika wilaya mbalimbali, na nilipokuwa hapa mkoani Tabora Ijumaa ya kwanza kabisa ya mwezi, Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa 4, nilipokuwa msikitini pale Masjid Nuru, nilizungumza na Waislamu kwamba kwa kweli kuna maeneo mengi watu wana hali ngumu. Tuko katika kipindi cha mfungo, watu hawajui watakula nini, watu hawajui watafuturu nini, na hawajui watavaa nini. Nikaomba Waislamu wenye mapenzi mema watupe nguvu sisi ambao tunatembea vijijini na tunaona hali ngumu za watu ambazo wanaishi katika maeneo ya vijijini. Na walilahi alhamdu, wako ndugu zetu Waislamu 2-3 kutoka Marekani na nchi za Kiarabu kwa maana ya Omani, wameamua kutoa sadaka zao kupitia katika akaunti yangu. Basi nami nikaona ninunue hivyo vifaa niviwakilishe kwa watu wenye hiyo shida, ili waweze kuthibitisha kwamba hali itakuwaje. Kwa hiyo wale ambao watafuatilia kipindi hiki wataona tunakokwenda na hali za wale tunaokwenda kuwaona kule, na watathibitisha kweli kuna watu wanahitaji misaada,
kutokana na hali mbalimbali za kimaisha. Ni Waislamu, wanafunga, wanafanya ibada, lakini wana hali ngumu za uchumi. Kwa hiyo niliposema katika klipu yangu ile ya awali kwamba kama kuna mtu ana chochote, anaona anahitaji kupeleka msaada, awatafute watu wenye uwezo wa kujua mahali sahihi pa kupeleka sadaka zao, basi hao watakaona tukio hili wataona kweli tunapeleka mahali sahihi, na hawa waliotoa sadaka zao wamepeleka eneo sahihi sadaka zao. Na niwaombe Waislamu dunia nzima, mahala popote, wapenzi wangu binafsi Dr. Sule, wapenzi wa Masjid Mtoro Online TV, wapenzi wa ZVP Online TV, wapenzi Dr. Sule TV, na wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuombeni kwa dhati kabisa. Huu ni mwanzo tu, tunakuonyesheni moja tukati ya maeneo magumu ili muone hali ya Waislamu ilivyo ngumu katika maeneo mbalimbali. Itakuwa vema kama mtaendelea kushiriki nasi kwa hali na mali kadiri siku zitakavyokwenda mbele. Tuna watu wengi, tuna maeneo mengi yanahitaji misaada, lakini watu wengi hawako tayari kujitolea. Wewe ndugu yangu ambaye uko tayari, ungana nasi kwa matukio kama haya, na inshallah hiki unachokitanguliza utakikuta mbele ya Mola wako. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa ZVP, kama tulivyokuambia hapa, walilahi alhamdu, tayari tumefika katika kijiji cha Iyombo, lakini pia miongoni mwa kijiji ambacho kina faida kubwa, lakini pia ni miongoni mwa kijiji ambacho Sheikh wa mkoa wa Tabora pia ameweka kambi. Ni miongoni pia mwa mashekhe wachache ambao wamejitoa kwa ajili ya dini. Shekhe huko ana takriban heka 100, anajishughulisha na kilimo pamoja na kukaa na waumini wenye hali za chini kabisa. Kwa hiyo kama unavyoona kule pembeni yangu ndio shekhe pamoja na mgeni wake pamoja na baadhi ya wenyeji katika mkoa huu wa Tabora ambao wametupokea wakiwa pamoja na shekhe. Nafikiri muda mchache ujao tutakwenda kuingia katika programu ambayo imeweza kutuleta kwa kwenda kufanya mazungumzo na shekhe wa mkoa pamoja na utambulisho wa mgeni wake Alhaji Dr. Sule. Nikuombe tuungane kwa pamoja. Hii ni Masjid Mtoro Online TV, Dr. Sule TV pamoja na ZVP Online TV. Karibu. Na mtazamaji wa Masjid Mtoro Online TV, ZVP Online TV pamoja na Dr. Sule TV. Tayari hapa kama unavyoona tupo na mwenyeji wetu ambaye ndiye sahibul maqam
shekhe wetu wa mkoa wa Tabora Alhaji Sheikh Ibrahim Mavumbi bin Ali bin Feruzi Ashraziyu, tukiwa tupo katika qaria yake ambapo ni mji wake huu, ni sehemu kidogo ya mbali kidogo kijijini, na ni miongoni mwa mashekhe wachache ambao wamekubali kuishi kidhalili. Maana si mashekhe wote kwamba wanapenda kukaa katika mazingira kama haya, lakini shekhe yupo katika mazingira haya na yeye ndio mwenyeji wetu. Tumebisha hodi katika mji wake na yeye ndiye atakayetuongoza katika program yetu ambayo imetuleta hapa. Shekhe wetu wa mkoa, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, vipi hali yako? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, tujambo. Naam. Karibuni sana bwana. Bwana, shukran. Karibuni sana. Shukran. Nimefurahika sana kwa ujio wenu. Marhaba. Nimefurahi sana kwa ujio wenu, hasa katika 10 hili la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani, la yatqu minan nari. Tuna imani ujio wenu utakuja kutufariji sana Waislamu ambao tunakaa nje ya mji huko, mazingira ya Yombo. Kama alivyozungumza, mimi ndio Sheikh wa mkoa wa Tabora. Naitwa Sheikh Ibrahim Mavumbi Ali. Na mwaka wa 5 niko huku. Mwaka wa 5 niko huku. Uwepo wangu huku nafundisha. Marhaba. Lakini nafanya harakati za dini. Marhaba. Kuwalingania watu. Mara nyingine wanachukua vijana wangu madrasa na waleta huku kwa ajili ya kufundisha na kusimamia mambo ya dini mbalimbali, kufundisha Waislamu vijana na kadhalika. Kama mnavyojua, sehemu za nje ya miji Uislamu hakuna. Ni kweli. Na Uislamu hakuna, nikaona mimi isiwe kama vile mvua ya kiangazi na masika. Ntie kambi kabisa kijijini hapa, kwamba watu wasome masaa 24, tuwasaidie kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atakavyokuwa ameweza kutusaidia. Niliposikia mnakuja na Mheshimiwa Dr. Sule, nilifurahi sana, sababu Dr. Sule ni mtu wa harakati, ni mtu wa juhudi. Tunaamini tulipoanzia sisi, basi yeye atamalizia. Kwa hiyo kuna baadhi ya kaya na kuna wajane wako hapa, kuna maskini wako hapa, kuna watu wenye mazingira magumu, kuna mayatima kadhalika wako hapa. Mtatembea, mtawatembeza, mtawaona kadiri Mwenyezi Mungu atakapokuwa amewajalia, mtawasaidia. Inshallah. Amin. Na mtazamaji wa Masjid Mtoro Online TV na ZVP Online TV pamoja na Dr. Sule TV, ni kuombe sasa, kabla ya kurejea katika mazungumzo mengine ya kuja kufunga, tuingie moja kwa moja katika programu ambayo imeweza kutuleta. Ni kuombe tuungane kwa pamoja, na hapa tulipo kaya miji hizi iko mbalimbali, na walilahi alhamdu tutajitahidi. Kumbuka hii ni ziara maalum inayosimamiwa na Alhaji Dr. Sule kupitia taasisi ya Islah Islamic Dua Center, ambapo amefunga safari kutoka Dar es Salaam kuja kuungana na ndugu zake Waislamu katika kaya maskini kupitia ndugu zetu ambao wako nchini Marekani, ambao baadhi yao wamejichangisha na kutuma kiasi cha shilingi 800,000. Lakini pia kuna ndugu zetu ambao wapo Omani pia, nao hawakuwa nyuma, wamejichangisha kutuma kiasi cha shilingi 400,000. Lengo ni kuweza kuwafariji na kuwapa iftari ndugu zetu ambao wapo katika mazingira magumu. Kuna mayatima kama alivyotuambia Sheikh wa mkoa, kuna wajane. Kwa hiyo ni kuombe tuungane kwa pamoja kwenda kuwapa tabaruku ya iftari ndugu zetu hawa waliopo katika mazingira haya. Karibu.
wa kijiji cha Iyombo. Mzee Ramadhani unajishughulisha na nini? Mimi najishughulisha na kilimo. Kilimo. Mfano kilimo gani? Kilimo kama cha mahindi, mihogo. Kilimo kinalipa Akilipi. Kwa sababu ya matatizo ya tabu ya nguvu za afya ya kupata pesa. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu. Huu ni mji wako? Mji wangu. Na hapa unaishi na watu wengine? Mimi hapa naishi na kijana wangu mmoja tu, basi wengine walikwisha Sambaa. Walikwisha Sambaa. Kijana wako ana umri gani? Ana umri wa miaka 20 hivi. Ana umri wa miaka 20. Naye anategemewa alikuwa anasoma Qur'an tukufu Dar es Salaam. Alitoka mwaka majuzi mpaka akaja kufika hapa. Akafika hapa nikampeleka kwa shehe. Baada ya kumpeleka kwa shehe wa mitaa akasema kwamba mimi siboni masomo hairidhishi baba. Nitafutie shehe mwingine. Ukamtafutia shehe gani? Bado sijamtafutia mpaka hivi leo. Kwani usimtafutie na shehe wa mkoa unayejira? Hivi sasa leo tuna shehe wa mkoa, ndo nashukuru atafutiwe mpaka hivi sasa kwa leo. Sina hakika shehe kasikia ombi lako. Naam, hapa bwana tunasumbuka na madarasa alafu msikiti hatuna hapa katika kijiji hichi. Katika kijiji hichi. Basi Mwenyezi Mungu ataleta. Amina. Basi hapa mbele yako tunaye shehe wetu wa mkoa. Nafikiri yeye unamjua. Lakini pia tunaye ndugu yetu anaitwa Alhaji Dr. Sule. Yeye anatoka Dar es Salaam. Amekuja kuungana na wewe kukuona, kukupa futari. Nafikiri atakukabidhi mwenyewe na atakuwa na neno la kukuambia kwa kidogo ambacho wamejaliwa. Kuna baadhi ya ndugu zetu hapo katika nchi za nje huko Marekani wametuma sadaka yao kidogo na wanaomba mkipokee katika hicho kidogo, kwani kutumia kwenu na kuombea dua Mwenyezi Mungu aweze kuwafungulia zaidi. Subhanahu wa Ta'ala alimuhusia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba umati wako kama utapata kiasi cha pesa apewe kiasi kile ashukuru, anishukuru hata amshukuru yempa hicho kitu kidogo. Allahumma salli ala Muhammad. Usizidishe pale, wewe utakuwa umepata dhambi, mimi nitakuwa nimepata dhambi. Kile kitakachotoka hata kiasi mimi nashukuru. Naam. Mtazamaji wa Masjid Mtoro Online TV, ZVP Online TV na Dr. Sule TV. Hapa tayari tukio linalokwenda kufanyika ni makabidhiano ya vitu sadaka kiasi ambacho ndugu zetu wamejaliwa kupitia Alhaji Dr. Sule. Mzee wetu hapa atakabidhiwa kiroba cha mchele, lakini pia atakabidhiwa kiroba cha ngano, lakini pia atapata kukabidhiwa sukari, lakini pia atapata kukabidhiwa tambi, lakini pia atapata kukabidhiwa na mafuta ili na yeye aweze kuingia katika faraja. Na nafikiri atakayemkabidhi, kwa sababu shekhi wetu wa mkoa ndiye sahibul maqam, yeye ndiye mwenyeji wetu, yeye ndiye atakayekabidhi. Na Alhaji Dr. Sule yeye ni msimamizi na yeye mwisho atakuwa na neno la kumwambia mzee wetu. Basi niombe tushuhudie kwa pamoja wakati mzee wetu akikabidhiwa. Vyote vyako hivi mzee. Hii ni sadaka bwana, hii kutoka kwa Sheikh Dr. Sule na Mtoro TV. Nini Sheikh? Marhaba. Na Waislamu walio nje ya nchi, sisi kazi yetu ni kuwakilisha. Tunawashukuru sana bwana. Tunashukuru sana wazee wangu. Waislamu wanaishi nje ya nchi. Kwa kweli wazee wangu wamefarijika sana. Amina. Wamefarijika sana. Mungu awe neema. Amina. Wetu kama bibi naliaga kila siku mimi nalia. Naam. Sogea baba. Asante. Sogea. Njoo. Naam, una neno gani la kuwaambia watu ambao wametoa sadaka hii? Kuwashukuru. Neno langu na washukuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape neema mpaka siku ya kiyama. Amin. Asiwaweke kwenye moto. Amin. Haiwezekani kabisa hivi. Amin. Mungu awajalie. Amin. Haya, cheo changu cha dini, cheo gani? Cheo cha nani? Cha dini, cheo gani? Sona. Cheo changu cha nani? Cheo changu cha dini. Cha dini nimekwambia. Hunielewe. Wewe labda ndo utanipotea, nimeshakuwa mzee. Nakutambua. Unanitambua. Mbona hujagi kuniita? Ndio nimekuja leo sasa. Tangu kwenda kaka yako. Umewaona hawa? Hawa ni wageni wamekuja kutembelea. Lengo kuja kukusabahi
lakini kuja kukuona na wamekuja na sadaka zao hapa kwa ajili ya kukusaidia uweze kumalizia mwezi mtukufu Ramadhani vizuri, lakini kadhalika na kujiandaa na maandalizi ya siku ya Idi. Kuna mchele kilo 10, kuna ngano kilo 5, kuna sukari kilo 3, na kuna mafuta lita 3, na kuna tambi na sabuni. Haya, waombe dua sasa wageni wetu hao. Wataomba dua huyo bibi babu. Omba dua. Una familia watu wangapi? Hawa nakaa nao tu hapa. Kama 3 sijui 4. Mumeo yuko? Si ndugu yake huyo. Kakueleza kabisa. Alishagafariki. Mjane. Kwa hiyo wewe ni mjane. Na mji wake ndo usijatoka. Mji wake ndo huu. Unajishughulisha na nini? Sina. Hauna shughuli yoyote? Naumwa tu. Naumwa nini? Kwenda paka hivi baada naumwa. Kifua tu. Kinabana pumzi. Alafu na mguu. Tangu kuniacha mume wangu ndo hivyo tena. Ni pumzi tu zinabana mno. Kuhema nashindwa, hata kutembea na nyonga ya mguu. Pole, Mungu atakuafu. Amina. Utuombee dua na uombee dua pia ndugu zetu ambao waliotoa sadaka zao. Tunaamini nyinyi mkitumia sadaka hii Mungu atawaongezea zaidi na kuwafungulia zaidi. Sawa bibi Kwa hiyo utuzidishie dua. Wenye kusimamia kazi hii, shekhe wetu wa mkoa, lakini pia na ndugu zetu wa Marekani ambao pia wamechangishana na kutoa sadaka zao hizi. Lakini pia na ndugu zetu wa Omani. Inshallah Mungu akubarikie. Na tuombe sie uturuhusu twende kwenye kaya nyingine. Mtazamaji, hii ni kaya ya pili na inshallah tunazidi kuendelea katika kaya zingine. Kama ulivyoona bi mkubwa huyo ni mjane. Kwa hiyo tuendelee na uzidi wewe mwenyewe kujionea watu wana uhitaji na wana uhitaji wa umuhimu haswa. Tunahitaji nguvu zenu inshallah ziendelee katika programu hii inshallah. Haya bibi, sie tunatoka. Haya, nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awajalie. Haya, pokea vitu vyako inshallah. Haya, nani mwingine yupo hapa mpokelee? Haya, pokea dada, msaidie bibi anaumwa. Haya, na hawa ndio wajukuu zako. Ndio nao. Haya inshallah. Na huyo ndo mdogo wangu kaja kuniguza. Kaja na kukaa na huyo. Haya. Basi tunaenda bi mkubwa. Haya, asante. Haya, Mungu akubariki. Haya, asante. Haya. Amina. Haya, hii ni familia nyingine ya 3 ya bi mkubwa huyu ambaye ataanza kujitambulisha. Bi mkubwa, kwa jina unaitwa nani? Mimi naitwa Asha Sudi. Asha Sudi. Unaishi na nani hapa kwako? Naishi tu na wanangu hapa. Unaishi na wanao? Wako wangapi? Wapo 3. Mumeo yuko wapi? Amefariki. Amefariki. Kwa hiyo wewe ni mjane? Mimi ni mjane. Hauna mtu mwingine wa kuangalia watoto hawa? Hamna. Ni wewe mwenyewe? Mzazi wangu tu ambaye ni mzee na yeye. Mzazi wako? Nani ni mzee. Nani anakuhudumia kwa watoto? Mimi mwenyewe. Ni wewe mwenyewe? Unajishughulisha nani? Kilimo, vibarua basi. Kilimo, vibarua basi. Haya inshallah mtazamaji. Huyu pia ni mwanao? Huyu mtoto wako. Hebu asogee wale wanao. Wako wapi? Mmoja ndo huyo hapo wawili, mmoja ametoka. Mmoja atoka. Sogea. Dada unaitwa nani? Shela Hamisi. Unasoma darasa ngapi? La 5. Sawa. Na wewe? Sita Hamisi. Nani? Sita Hamisi. Sita? Hamisi. Geuka huko basi dada, usiogope. Sita Hamisi. Unasoma darasa ngapi? La 5. La 5. Nguo za sikukuu ushapata? Hapana. Hauna nguo? Haya mtazamaji, wazidi kujionea. Hawa ni ndugu zetu ambao wako vijijini. Bi mkubwa ni mjane. Shekhe wa mkoa pia atakabidhi. Lakini pia msaada wako pia bado unahitajika zaidi. Inshallah bi mkubwa hapa kuna kiasi kidogo cha sadaka ambacho kimetoka kwa ndugu zetu ambao wamejichangisha kutoka katika nchi ya Marekani, lakini pia kuna ndugu zetu kutoka katika nchi ya Omani, ambapo programu hii kwa uchache wake hii sadaka iweze kuwafikia takriban watu 20, na wao umekuwa ni miongoni, kwa sababu kulingana mazingira uliyokuwa nayo unastahiki na ni haki yako zaidi. Kwa hiyo shekhe wa mkoa atakukabidhi kwa kumsikiliza maneno ambayo atakayokuwa akikukabidhi. Ndugu mtazamaji, kama ambavyo amezungumza Sheikh Saidi, ni kwamba huyu mama ni mjane na haki yao ni kusaidiwa,
Lakini pia mimi kama nikiwa Sheikh wa mkoa wa Tabora nizidi kumshukuru sana na Dr. Sule kwa harakati hizi ambazo amezifanya. Ameanza muda mrefu kazi hizi. Naomba aaminiwe kwamba anayoyafanya yanaonekana, na mimi kama Sheikh wa mkoa wa Tabora nathibitisha haya mambo yanafanyika mbele ya macho yangu na mbele ya mamlaka yangu nayaona. Kwa hiyo naomba ndugu zangu huko mliko, haya mnaoyaona ndio wale ambao mmeyachangia na yanatendeka kwa watu ambao wasiojiweza na maskini na kadhalika watu wengine. Inshallah, wakati bi mkubwa anakabidhiwa, unaweza kuona bi mkubwa kawasha jiko pale. Yaani ni mazingira ambayo tunazidi kujionea kwamba bi mkubwa kawasha jiko, lakini hakuna kitu chochote alichokitenga. Hakuna chochote ambacho kimetengwa katika jiko hili. Niwaombe ndugu zangu tuzidi kuungana kwa pamoja katika programu hii. Bi mkubwa ndio anakabidhiwa sadaka zake, na inshallah tunaamini tabaruku atakayoitumia thawabu zake zitaweza kuwafikia ndugu zetu ambao wametoa inshallah. Tunaelekea katika mji mwingine, tuendelee kuungana. Karibu. Nashukuru kwa msaada wenu. Mwenyezi Mungu awape imani. Amina inshallah. Muendelee na hali kama hii ya kutusaidia watu kama sisi. Shukrani. Cha msingi na mingine mtusaidie hadi msikiti huko mbali. Tujengewe msikiti hapa karibu. Na mashehe na chuo watoto wetu wasome. Ndio hilo ninaloliomba. Inshallah. Haya, shukrani. Na mtazamaji, hii ni kaya ya 4 na hapa tupo kwa bi mkubwa huyu. Kama anavyoona mazingira yake ndio haya. Ataanza kwa kujitambulisha kwa jina. Bi mkubwa, asalamu alaykum. Waalaikum salaam, hali? Salama, unaitwa nani? Amina. Amina. Unaishi na nani? Sina mtu. Hauna mtu? Hata watoto? Watoto ndo ninao. Una watoto wangapi? Mie nao 7. Una watoto 7? Baba yao? Hayupo. Hayupo? Amekwisha fariki? Unajishughulisha na nini? Mie nalima. Unalima? Kilimo kinalipa? Hivyo hivyo kiasi chake, namshukuru Mungu. Eti Basi inshallah tumekuja hapa mbele yako na Sheikh wa mkoa pamoja na Alhaji Dr. Sule ambaye ndiye msimamizi wa programu hii ambayo imeweza kutuleta. Lengo la kuja kwetu hapa, kuna ndugu zetu kutoka Marekani, Waislamu wenzio, wametoa sadaka yao ili na nyinyi muweze kuungana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kupata iftari, lakini pia na kuweza kupata walau chakula kidogo cha sikukuu. Kwa hiyo inshallah tumsikilize Sheikh, na Sheikh wa mkoa ndiye atakayekukabidhi. Ndugu mtazamaji wa Channel TV, Sule TV, ni kwamba kama unavyoona hapa tuko mji wa 4. Huyu mama ni mjane lakini ana watoto 7. Maisha yake kama unavyoona, hajui kuna kuchaje, hajui kuna mkaje. Lakini pia nikiwa kama Sheikh wa mkoa wa Tabora, Sheikh Ibrahim Mavumbi, nizidi kumshukuru sana Dr. Sule kwa harakati na juhudi ambazo anazifanya za kuhakikisha kwamba anasimamia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kitengo cha kusaidia watu maskini na kaya maskini na watu wasiojiweza, wajane na mayatima. Kwa hiyo bila shaka hapa mbele yako pana mchele kilo 10, ngano kilo 5 na mafuta kilo 3 na mafuta chupa 3 na tambi pakiti 2 na sukari pamoja na sabuni. Vyote hivyo amevitoa kwa ajili ya kusaidia familia hii angalau wajisikie ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani na maandalizi ya Idi kadhalika yaweze kupatikana. Lakini mimi Sheikh nikuombe Sheikh Sule ni kwamba mazoezi haya yasiishie leo. Nikuombe sana tuambie wenzetu ambao wako nje ya nchi waone harakati ambazo unazifanya. Kwa kweli unafanya kazi kubwa. Wakuunge mkono leo na kesho kutwa katika maisha yetu yote, tuhakikishe watu hawa tunawasaidia. Amin, amin, amin. Naam, shukrani. Lakini pia mbali na hivyo, naona watoto hata mavazi yenyewe ni mtihani. Kwa hiyo bado una wajibu zaidi wa kuhakikisha tunawasaidia. Una nguo huko unazo, una viatu, basi weza kuvituma. Usitume hata pesa pia. Kama pesa huna, vitu unavyo unaweza ukakusanya ukawaletea, na inshallah vikaweza kuwafikia inshallah. Bi mkubwa anakabidhiwa mizigo yake inshallah. Mwenyezi Mungu atubarikie, tuungane pia kwa pamoja kwenda katika familia nyingine. Karibu. Bibi, bibi hali? Jambo za nyumbani. Salama, asalamu alaykum. Hali yako? Hali yangu hivi unavyoniona. Unaitwa nani? Mimi Tausi. Tausi nani? Selemani. Selemani. Wewe ndo mkuu wa kaya? Ndo mkuu baba. Una familia watu wangapi? Mimi
Na familia ya watu watatu, sijui hivi kama hivyo, wengine wameenda mjini. Ndio wameenda mjini. Una mume? Sina, mimi mume wangu alifariki. Wewe ni mjane. Unajishughulisha na nini? Alijishughulisha nini ya kulima tu hapa nyumbani basi. Basi inshallah. Huyu unamjua? Wapi? Huyu shekhe? Haumjui? Simjui. Macho bibi. Sheikh Mazumi namjua. Sheikh Mavumbi, kweli mke wangu umezeeka. Inshallah hapa mbele yako tunaye Sheikh wa mkoa, lakini pia tunaye Alhaji Dr. Sule ambao wamekuja ili kuweza kukupa sadaka. Kwa hiyo inshallah tuwasikilize kulingana na muda, kwa sababu changamoto ya familia za huko ziko mbali, yani tunatembea umbali mrefu. Kwa hiyo tunaomba uridhie kwa mazungumzo mafupi na mwisho utatuombea dua. Hata tamko lako tu Mungu afungue. Sawa mamangu inshallah. Bibi, hapa utapokea sukari kilo 3 na ngano kilo 5. Sawa bibi na mchele kilo 10 na mafuta ya kupikia na tambi hizo pamoja na chumvi. Sawa bibi yangu Hii misaada wametoa wenzetu wa Marekani, lakini kupitia kwa Sheikh Sule yeye anawakilisha wenzao kule, na tunashukuru mchango huu umefika kama vile ambavyo ilikuwa imekusudiwa. Hatuombe dua bibi yangu sasa. Mungu awajalie. Amina. Haya. Basi sisi tunatoka. Haya dada, Mungu awabarikieni na nyinyi. Dua zenu zizidi. Haya inshallah. Haya tunaelekea familia nyingine. Mzee Mkoroza, hapa pana mchele kilo 10. Sawa. Pana ngano kilo 5, mafuta lita 3, tambi pakiti 2, mchi mmoja wa sabuni na sukari na chumvi kilo 1. Vitu hivi wametoa ndugu zetu wanaokaa nje ya nchi, lakini kupitia Mheshimiwa Dr. Sule. Lengo na dhumuni ni kuwapa kaya maskini na watu wasiojiweza, maskini na mayatima na wajane. Kwa hiyo baada ya hapa tunakwenda kaya nyingine na kaya nyingine. Kwa hiyo kazi yako ni hii, kutombea dua tu. Lakini mimi unanifahamu? Nakufahamu. Naitwa nani? Nafasi yangu? Haya, tuombee dua tu. Haya. Tamko lako tu, Mungu afungulie. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu naomba na wafungulie heri na baraka. Amin. Na siku zingine ziendeleazo. Haya. Yeah. Haya babu. Ingiza ndani hivyo vyako hiyo. Usikamba mwalimu wangu. Mposhi wangu. Salamu alaykum. Heri. Hapa. Na huyu hapa mama wengine hapa. Mbona hii ni iftari? Mbona mjaichemsha iftari? Bado. Itapikwa saa ngapi iftari? Iftari ya nini? Hapo kuna viazi na maboga. Kuna viazi na maboga. Iftari mzuri sana. Inaiva saa ngapi Sheikh? Itaiva tu. Itaiva? Haya, mbona jiko hujawasha? Hapo wapishi watawasha sio? Eti Haya bwana. Odi. Haya. Hali yako dada? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Unaitwa nani? Naitwa Zainab. Zainabu nani? Selemani. Wewe ni nani kwenye huu mji? Wakubwa wako wapi? Mimi ndio mkubwa. Wewe ndio mkubwa? Mna watu wangapi hapa? Mko wengi? Haya, tusikilize shekhe hapa anakukabidhi sadaka. Haya, tunakukabidhi sadaka hii ya mchele kilo 10 na ngano kilo 5, sawa mama na mafuta haya lita 3 na sukari kilo 3 pamoja na sabuni na chumvi. Lengo la vitu hivi viweze kukusaidia kumalizia mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia na kuandaa maandalizi mazuri ya siku ya sikukuu, kama Mwenyezi Mungu atajalia kheri kutufikisha katika maisha hayo ya siku hizo. Kuna sukari kilo 3, shekhe, kuna mchele kilo 10, kuna lita 3 ya mafuta na tambi pakiti 2 na sabuni na chumvi. Vitu hivi wametoa Waislamu wenzetu ambao wanakaa nje ya nchi, lakini mwakilishi wao ni Mheshimiwa Dr. Sule. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu kwa kweli. Mwenyezi Mungu aongezee neema. Hatuna la kusema, jambo la kusema, tunamshukuru wala wazidishie baraka. Haya, tunaelekea kaya ya 9. Kuna mchele huu hapa mama tunakabidhi. Sabi mkubwa Mchele huu hapo. Tunakabidhi ngano hii hapo.
tunakabidhi sukari hii hapo, mafuta haya hapa, tambi na sabuni, chumvi na sembe kilo 5 na mchi moja wa sabuni na sukari kilo 3 na mafuta haya lita 3 kwa ajili ya matumizi ya mwezi mtukufu Ramadhani, lakini pia na maandalizi ya sikukuu. Haya, unataka kusema? Shukuru. Mungu ajalie, azidishieni baraka. Amina. Hii kaya ya 11 inshallah nakabidhiwa hapa. Haya, shukuru. Na shukrani sana, Mungu awajalieni, azidishie baraka. Asante sana. Shukran. Hii ni familia ya 12 lakini wazazi tumewakuta hawapo na hapa kuna watoto. Kwa hiyo nakabidhi watoto, muweke akija baba mtamwambia shekhi wa mkoa kaleta, sawa Haya, wekeni ndani. Chukua mweke ndani. Hii ni familia ya 13 na bi mkubwa tayari amekwisha kabidhiwa vitu vyake. Kwa hiyo inshallah tunaelekea familia ya 14 inshallah. Unga wangano bwana. Inshallah unakabidhiwa mzee vitu vyako na inshallah waombee dua wadhamini waliotoa michango yao, lakini pia nasi pia wenye kusimamia pia utuombee dua inshallah. Huyu ni mama yetu wa 16 ambaye pia tumefika kwake, atajitambulisha yeye ni nani na ana familia ya watu wangapi. Karibu mamangu. Asante. Mimi naitwa Asia Ramadhani, ni mjane, naishi na vijana wangu 5, mimi wa 6. Unajishughulisha na nini? Mimi ni kilimo tu. Maisha yako naona? Maisha duni. Sina mbele wala nyuma. Inshallah basi utakabidhiwa hapa, kuna sadaka inakuja. Kisha utaombea wadhamini wa programu hii, lakini pia na wasimamizi, lakini pia na wote ambao wameshiriki katika safari hii. Kupitia kwa shekhe wetu wa mkoa, Sheikh Ibrahim Mavumbi. Sawa bi mkubwa? Inshallah vitu vinakuja kutoka katika gari huko ili ukabidhiwe, lakini pia wewe jukumu lako ni moja tu, kuhakikisha unawaombea dua wadhamini lakini na wasimamizi pia, ili na mwakani pia inshallah waweze kukumbukeni katika program kama hii. Watoto wako wapi? Wametoka. Haya, inshallah vitu vyako hivi hapo vinakuja, unakabidhiwa vitu vyako. Inshallah unakabidhiwa ngano hiyo, unakabidhiwa tambi hizo, unakabidhiwa sabuni, unakabidhiwa sukari, ubwabwa huo mchele, lakini pia na mafuta hayo katika Idi na nyinyi muweze kufurahika Haya, tuombee dua na uombee dua wafadhili wa hisani wa programu hii. Haya, Kiswahili tu chochote. Nashukuru sana kwa msaada niliopata. Mwenyezi Mungu awabariki, awazidishie baraka. Amin. Inshallah, shukran. Sisi tunaomba ruksa. Haya, asante. Inshallah. Haya, asanteni. Hii ni kaya ya 17 tukiendelea na programu hii. Inshallah mama yetu naye atakabidhiwa sadaka, ambapo tunaokoa muda. Kiukweli mazingira ambayo toka tumekuja huko tuna takriban karibu masaa 2 tunazunguka tu, na changamoto ya nyumba za huko ziko mbali. Kwa hiyo bi mkubwa inshallah kuna sadaka hapa unakabidhiwa kutoka kwa ndugu zetu baadhi ambao wako Marekani, lakini pia na baadhi ya ndugu zetu ambao wapo katika nchi ya Omani. Unakabidhiwa ngano hiyo, unakabidhiwa tambi, lakini pia kuna sukari hiyo inakuja, mchele na sabuni na mafuta, ili hapa nyumbani waweze kufurahika. Jukumu lako wewe ni moja, kuombea dua ambao wametoa sadaka zao hizi, lakini pia na kutuombea dua ambao tumesimamia kupitia kwa shekhe wetu wa mkoa, ili programu iweze kuendelea na mwakani inshallah. Lakini pia useme changamoto kidogo tu, kuna shida gani katika kijiji hiki? Naam. Nishike au? Shika. Sawa baba, asante. Nashukuru kwa mizigo ambayo iliyotoka hapa, ambao waliojaliwa kutoa, tunamshukuru Mungu. Mwenyezi Mungu awajalie, awazidishie. Pamoja na nyinyi ambayo mliotuletea. Lakini sisi hapa katika kijiji chetu tunamshukuru Mungu, Uislamu upo unaendelea vizuri tu. Lakini sana sisi upande wa madrasa ndio tunaona changamoto kubwa inasumbua. Madrasa kwa kweli, vijana, watoto tunasumbuka baba, kwa sababu dini ipo, tunamshukuru Mungu, ila vijana sasa tunao wachache, walimu tunao lakini wachache, madrasa hakuna. Msikiti tunao kule lakini mbali kidogo, lakini tuna swali, alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
Mungu wabarikie. Nafikiri inshallah watazamaji mnazidi kuona watu kilio chao ni kulilia ilmu, kwa sababu hawa watoto tunadhima sote kwa pamoja. Ni wajibu wetu kuhakikisha tunawasomesha dini ili kesho na kesho kutwa wawe viongozi wa kusimamia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah ni kuombe tuungane pia katika kaya nyingine tukimalizia miongoni mwa kaya zile 20 inshallah tulizozikusudia. Tuungane kwa pamoja, karibu. Inshallah hii ni kaya ya 18 na tumefika kwa bi mkubwa maarufu katika mji huu, anafahamika kwa jina la Bihawa. Bihawa, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Hali yako? Katu. Hali yangu nzuri tu. Vipi hali? Hali nzuri, mbovu mguu tu. Allah atakuafu inshallah. Futari ipo? Futari imepatikana? Futari bado sijapata. Toka saa 10 hii? Weka chini hapo. Bado futari haijapatikana. Hata uji naweza nikana. Uji tu? Na umefunga? Una umri gani Bihawa? Mimi? Kwa kweli mimi nimezaliwa ukoloni, sielewi. Paka miaka yako umesahau? Nimesahau kweli, si bado Elizabeth. Maskini. Bado Queen Elizabeth. Unaishi na nani? Mimi? Mimi naishi na huyu. Huyu ndo nao nichunga. Shekhe wa mkoa. Nao nilinda shehe. Shekhe wa mkoa ndio anayekusimamia kula yako. Ndo alionitoa nyumbani. Ndo aliyekutoa nyumbani. Huko nilipokuwa. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nani Sikiza. Mtoto wangu amekufa wa kike, basi ndo akaja huyo kunichukua. Mtazamaji, kama unavyojionea, tunapokuambia kuwa kuna watu wanastahili kupata mahitaji ya kusaidiwa. Bi mkubwa umemsikia, anakuambia anafunga lakini hata ile iftari haipati. Na mpaka hivi sasa ninavyozungumza, yakiwa amebakia masaa 2 ili kuweza kuftari, lakini bi mkubwa hajapata iftari. Anakuambia hata uji au maji anaweza akaftari. Sasa bi mkubwa, kuna nakula kwa huyu. Unaenda kwa shekhe? Subhanallah. Basi kuna ndugu zetu ambao wako nje huko wamekukumbuka kwa sadaka ya futari hizi tambi, lakini pia kuna mchele. Kwa hiyo jukumu lilonalo ni kuombea dua ili na mwakani inshallah waweze kukumbuka. Lakini pia sio mwakani, tuna changamoto nyingi na mahitaji mengi ili waweze kukusaidia. Kwa jukumu lako wewe ni kuombea dua na kumuombea mwenyeji wetu shekhe wetu wa mkoa aendelee kukulea. Alhamdulillah rabbil alamin, kabla Mwenyezi Mungu amsaidie. Amin. Basi tunashukuru. Si naomba ruksa Bihawa, vitu vyako hivi hifadhi. Utapika tambi, chumvi ipo, sukari, uji uwe mzuri kabisa, sawa inshallah. Na mafuta hayo. Inshallah mtazamaji wa ZVP Masjid Mtoro, lakini pia Dr. Sule. Hii ni kaya ya 19. Ni kaya ya 19 inshallah, ambayo pia tunawakabidhi vitu vyao hivi, ambapo bi mkubwa naye pia ameweza kupata hivyo vitu vyake vyote vikiwa vimekamilika, na mfuko pia huu ambao atakao hifadhia utaweza kumsaidia. Kwa hiyo inshallah tuungane kwa pamoja tukamalizie katika familia ya 20. Mtazamaji unaendelea kututazama hapa, tupo katika kaya ya mwisho hii. Hii ni kaya ya mwisho, kaya ya 20, ambayo ndio tunafungia katika sadaka ambazo zimetumwa kwa ndugu zetu Waislamu ambao wamejichangisha kwa kiasi ambacho wameguswa na hali za Waislamu ambao wako vijijini. Kuna mayatima na wajane, kupitia taasisi ya Islahi Islamic Dua Center yenye makao makuu nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, ambao taasisi hiyo inaongozwa na Alhaji Dr. Sule ambaye kafunga safari kutoka kilomita zaidi ya 874 mpaka kufika katika kijiji hichi cha Iyombo kinachopatikana halmashauri ya manispaa ya Tabora, nje kidogo ya mji wa Tabora. Kutoka katika mji wa Tabora ni kilomita 16. Na nafikiri hapa tupo kwa bi mkubwa hapa, tutafungia mazungumzo yetu hapa, na mazungumzo yenyewe yatafungwa na amiri wetu ambaye ni mwenyekiti wa taasisi ya Islahi Islamic Dua Center, Alhaji Dr. Sule, ambaye pia mwisho na yeye atampa neno la shukurani kupitia kwa shekhe wetu wa mkoa wa Tabora, Alhaji Sheikh Ibrahim bin Mavumbi bin Ali bin Feruzi Ashirazi hafidhahullah.
Kwa hiyo inshallah Alhaji Dr. Sule, karibu, na nikuombe wewe ndio ufanye mazungumzo na bi mkubwa, na hapa uhitimishe sasa kwa kuwaeleza ndugu zetu ambao wametoa sadaka, na utoe wito kwa watazamaji ambao wanatutazama kupitia hizi televisheni zetu za mkononi, Masjid Mtoro Online TV, lakini pia ZVP Online TV, lakini pia Dr. Sule TV. Na kiukweli hawa nao pia usiwasahau katika shukrani zako, wanafanya kazi kubwa, wamesafiri umbali mrefu, wanatumia vifaa vyao, nao pia Mwenyezi Mungu azidi kuwahifadhi kwa sababu yataka moyo kujitoa. Alhaji Dr. Sule, falyatafadhal mashkura wa mahajura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji, wapenzi wetu, watazamaji wetu, Waislamu kwa ujumla popote duniani mlipo. Hii ni ziara maalum ambayo ni zao la Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa 4 ambayo nilifanya mazungumzo katika msikiti wa Manyema hapa Tabora mjini, baada ya kufanya mazungumzo na Shekhe wa mkoa, Shekhe Ibrahim Mavumbi Alhaji, na tukaweza kuona changamoto za Waislamu katika maeneo mbalimbali. Katika mazungumzo yangu hayo nilionyesha shida zilizopo katika maeneo mbalimbali ya vijijini, na haya nimeyathibitisha mimi kwa macho kwa sababu maeneo mengi ya vijijini nimetembea na kuona hali ngumu za Waislamu. Leo tuko kwa mama yetu hapa. Bibi huyu unayemuona mbele yako hana mume, hana familia, anaishi hapa peke yake. Ana hali ngumu ya maisha. Hajui maisha yake yanaendeshwaje. Allah anamuendeshea maisha yake kama ndege anavyoendeshwa maisha yake. Sasa baada ya kutoa maombi hayo kwa Waislamu wachache walioguswa kwa kidogo tulichokikusanya, 1,200,000 ambayo tumeikusanya kutoka kwa Waislamu, ndio tumeamua kununua vifaa hivi na kulipia usafiri huu ambao tuko nao. Na mimi na timu yangu tumejitolea gari, tumejitolea huduma zingine kuhakikisha tunazunguka, na tumetembea wenyewe nyumba kwa nyumba. Na hii ni nyumba ya mwisho, kaya 20. Wallahi katika mji huu tumeacha watu wengi sana wana shida. Katika kijiji hiki tumeacha watu wengi wana shida. Vijiji vya kando na hapa tumeacha watu wengi na wana shida. Tumeamua kugusa wale wachache ambao wana hali ngumu zaidi, pengine hawawezi hata kujua wataishije. Mmeona bibi wa nyuma ya kidogo wa mama huyu namna alivyoeleza shida anazozipata. Mpaka usiku huu, amini jioni hii, imebakia dakika kadhaa tu kama sio lisali moja kuingia muda wa kufutari, hajui atafuturu nini. Natumai hata mama yetu pia tulipofika hapa alitueleza kwamba ana hali ngumu ya maisha na hajui maisha yake yanaendeshaje. Wewe ndugu yangu ambaye unaweza kuguswa na jambo hili, kusaidia kaya hizi maskini, ujenzi wa madrasa katika maeneo haya, ujenzi wa misikiti na misaada mingine kama vile nguo. Tumeona katika maeneo tuliyopita watoto wanatembea wako uchi, nguo hawana. Tumeona watu wazima wamevaa nguo kama wako uchi, mavazi ambayo mtu hawezi kuswali. Lakini hii inatokana na ugumu wa maisha katika vijiji. Wewe Muislamu unayeguswa ambaye unakula vyakula unamwaga, wewe Muislamu unayeguswa una manguo ambayo hayana kazi tena unayatupa, wewe Muislamu ambaye unaishi hali ya kuwa Mungu amekuruzuku riziki za wasa, alafu huguswi na jambo kama hili, unatumia pesa yako katika mambo ya anasa na kukumbusha. Naamini wapo watakaoguswa na jambo hili, wapo watakaolikubali jambo hili. Ungana nasi katika kutoa misaada ya mfano huu. Tuna mengi ambayo tunayaona. Sisi sio mashehe tunaokaa mijini tukabadilisha channel za TV tukawa tunatafuta vyakula vizuri. Sisi ni wahadhiri tunaotembea vijiji kwa vijiji, maeneo mbalimbali, kwenda kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuko na Shekhe Ibrahim Mavumbi ambaye huyu ndiyo miongoni mwa mashehe ambao wanasimamia katika mikoa ambayo ina changamoto za Waislamu wenye hali ngumu zaidi. Na huu ni mfano tu, tutatembea maeneo mengi katika mkoa huu. Katika ziara yetu hii ya mwezi mmoja mtaona mambo makubwa, mtadondosha machozi kwa shida walizonazo ndugu zetu. Kwa hiyo natumia fursa hii kumkaribisha tena Shekhe Mavumbi na kumshukuru binafsi, na kushukuru Shekhe Mavumbi kwa ziara hii ndefu ambayo tumeifanya zaidi ya masaa 3-4 tukitembea
kutembea katika maeneo mbalimbali kuwapa sadaka ndugu zetu. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Tunakutia moyo, tutakuwa na wewe kadiri tutakavyopata. Tutahakikisha tunasaidia kaya maskini, tunasaidia watu ambao wanahitaji. Tutaomba misikiti iweze kujengwa maeneo sio masikiti, tutaomba madrasa zijengwe eneo zisizo na madrasa, tunaomba vitabu vya dini kutoka maeneo mbalimbali. Kila ambaye anaguswa na jambo hili aweze kusaidia harakati za dini. Lakini pia tuwashukuru Masjidi Mtoro Online TV, ZVP Online TV, ni washukuru pia timu ya Dr. Sule TV. Wote kwa pamoja tuko katika ratiba hii. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri kwa kazi mnayojitolea. Na niwaombe tu ndugu zangu ambao mko nje ya nchi, makompyuta, vifaa vya kurushia matangazo live na vifaa vya kuendeshea program za online TV, tunaomba huduma zenu. Lau Masjidi Mtoro angekuwa wameenea katika vifaa, ama Dr. Sule TV wameenea katika vifaa, ama ZVP Online wameenea katika vifaa, hizi kazi zote mngeziliona live. Lakini mmeshindwa kuona live kwa sababu hawana vifaa. Naamini wapo Waislamu mtaguswa na jambo hili. Hebu tupeni vifaa vya live ili tunapokwenda kufanya jambo mahala mlione jambo linafanyika kwa namna mnayoiona hapo hapo. Ziko changamoto zinahitaji kuonwa hapo kwa hapo. Natumai wapenzi wa Mwenyezi Mungu na mtume ambao mnajitoa kwa ajili ya Allah, ambao mnaiona dunia si lolote si chochote, mnaamini ipo siku mtakutana na Mola wenu, mnaamini ipo siku mtalipwa na Mola wenu, mtatuunga mkono katika kila hatua. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naomba nimrejeshee mikrofoni mwenyeji wetu Sheikh wa mkoa wa Tabora, Sheikh Mavumbi, ili atoe neno la kufunga, na baada ya hapa tumpe mama naye kama ana neno la kushukuru ili tuweze kuagana, kwa sababu hii ndio kaya yetu ya mwisho inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi naitwa Sheikh Ibrahim Mavumbi, ndio Sheikh wa mkoa wa Tabora. Na hapa nilipo ni katika kijiji cha Yombo, wilaya ya Tabora Manispaa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu katika siku ya leo kupata ugeni mkubwa ukiongozwa na Mheshimiwa Dr. Sule, lakini wakishirikiana na warusha matangazo wa Mtoro Online TV na TV yake mwenyewe Dr. Sule Online TV. Leo muda wa saa 9 nimepata ugeni wa Sheikh Sule na vijana wake wakiwa na zawadi za futari, tambi, mchele, sukari na mafuta. Vyote hivyo wamevitoa, wameguswa na shida za Waislamu ambao wanakaa katika mazingira magumu, watoto mayatima na wajane. Wakaona hapana, harakati zao wazidi kuziendeleza katika kijiji hiki cha Yombo. Dr. Sule, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nakushukuru sana. Umejalia wakazi wangu leo na siku zijazo watapata futari iliyokuwa nzuri, na kadhalika watahudumia familia zao na kuhudhuria swala ya Eid wakiwa na amani na furaha kama vile walivyokuwa watu wengine. Jambo hili Waislamu wote ambao mnaangalia channel hizi ni jambo la kuungwa mkono na kila Muislamu aliyekuwa nje na aliyekuwa ndani. Wako watu wana mahitaji makubwa, wako mayatima, wako wajane, wako watu ambao wana hali duni katika maisha kama ambavyo leo baadhi ya watu wameonekana. Niwaombe nitoe wito tumsaidie Dr. Sule katika kulisimamia jambo hili ili aweze kufanikiwa, lakini na wale wafikiwa pia nao pia waweze kufanikiwa. Baada ya kusema haya tufanye dua, baada ya hapo tusambaye al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تمام. هايا tuwashukurani basi. Mimi nashukuru. Naam. Tena shukuru sana la kuwapa sina. Mungu mwenyewe atawapa. Unaitwa nani? Tausi Swedi. Una umri gani? Una miaka mingapi? Nazijua baba. Miaka uijui? Miaka mengi. Unaona ile sura. Huyu unamjua? Huyu? Huyu mtoto wangu, mjukuu wangu. Anaitwa nani? Anaitwa Ibrahim.
Ibrahim bin Sheikh bin Mavumbi inshallah. Aendeleeni kumlea, kazi kubwa anaifanya. Kazi zake aendelee jamani. Hatukutegemea hivi. Nashukuru kweli, mtembee salama. Amin. Mwenye kuwasema vibaya yamrudie mwenyewe. Amin.